Gehazi anahamanika, nasema tumeisha, maelfu ya maaskari wamezunguka kilima, wanakuja kutuangamiza. Elisha anasema usiogope, walio pamoja na sisi ni wengi kuliko hao. Alipokuwa na sita bado hofu imemjaa, akamwekea mikono ili aone vyema. Alipowekewa mikono kaona kumbe hakuna shida kabisa, kama ni hivi tuko salama. Na ile salama sasa, walipofika wale maadui, alichokifanya ilikuwa kazi ndogo sana. Bwana asifiwe sana. Akawaambia wote muwe vipofu. Wote muwe vipofu. Wote wakaanza kupuma, hawaoni wanakokwenda. Gehazi anasemaje? Tuwamalize kabisa. Akasema hapana, wale wanywe, tuwapeleke kwa mfalme. Ni mfalme aliyesema tuwamalize. Akasema hapana, wale wanywe halafu tuwarudishe kwao, itakuwa ishara kwao. Mtu mwenye nguvu ya Mungu Bwana anatisha, sio mtu wa kawaida. Jamani, Mungu atupatie neema. Mungu aachilie neema kubwa. Mungu aachilie neema kubwa. Mungu aachilie neema kubwa. Hivi vitu tunatakiwa tuwe kizazi kinachoamini. Tuwe kizazi kinachoamini. Tusipokuwa kizazi kinachoamini, mambo mengi yatatupita na mambo mengi tutakuwa wageni juu ya hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatupima kwenye vitu vya namna hiyo. Sasa kuna pointi hii inasema usivutwe na ulimwengu. Usivutwe na ulimwengu. Haya ni maneno ya Yesu. Yesu alisema katika Luka 21:34. Luka 21:34. Nasema basi, jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Amen. Haya ni maneno ya Yesu. Yesu anatoa maelekezo kwa waaminio, kwa watu ambao wanamtumaini, ili waweze kuendelea kuwa salama. Ndio Yesu anaangalia, jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na urafi. Urafi. Nataka watu watatu watuambie urafi nini maana yake. Urafi. Mwizarubi. Hiyo maiki iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Mimi neno ulafi nalielewa katika muktadha ufuatao. Ni ile hali ya kula kupita kiasi, yani kutokuwa na kiasi. Yani unachokiona mbele yako kinafaa kwa matumizi. Kwa hiyo nilielewa hili neno katika mazingira haya. Ulafi, kula kupita kiasi, kutoweza kujizuia. Sawa. Amina. Mpe jirani yako naye atuambie. Amen. Ulafi kwa ninavyofahamu haitofautiani sana na mtumishi wa Mungu Mwizarubi, kwamba ninaweza nikamzungumzia tu kwa namna ya mtu, nimwelezee kwamba
Nimemaliza kula hapa, nimeshiba. Alafu ghafla ninaona pale kuna embe, ninakula ila nimeshiba. Yaani nikutamani kila kitu kinachokuja mbele nikitumie, hata kama ninacho au nimetosheka. Kwa hiyo kutokuridhika kwangu na kile kitu, kila kinachokuja mbele yangu ni ulafi. Maana nimekula, nimeshiba, nikahakikisha nimeshiba, ila wakileta chakula kingine nataka niguse kidogo. Kwa hiyo inakuwa ni ulafi. Amen. Dua, tuambie ulafi. Nitajaribu pia, taungana na wenzangu. Ni ulafi, ni ile hali ya kutaka kupata kila kitu ambacho kinazidi asili yako, kwamba niishapata ninachokitaka lakini nataka kuzidisha zaidi ya uwezo wa kiasili. Kama ni kula, ulafi unaweza kaenda zaidi ya vitu vingine pia vya kimaisha, si kula tu, lakini kuna ulafi mwingine ambao mwanadamu anaweza kuwa nao. Yep. Amen. Haya majibu haya, na wewe unataka kuongezee unatunza tu? Kuna mtu anajisikia aeleze kuhusu neno hili tofauti na walivyoeleza? Haya, tumpe huyu mzee Haule. Nitajaribu. Ulafi ni kukosa kuchagua. Huyu mtu hana uchaguzi katika mambo yanayofaa. Navyoelewa mimi ni mlafi. Anakusanya vyote. Haya. Yesu asifiwe. Yaani hayo yote yanamwelekea mtu mlafi. Na hili Yesu alitoa tahadhari kwa wanafunzi wake kwamba muwe makini, hii roho ya ulafi isiwe kwenu. Sasa mimi ninavyoelewa mtu mlafi, na mimi naongezea kwa waliochangia. Bwana Yesu asifiwe. Mlafi ni roho. Hilo la kwanza tuelewe. Yani hata hujashiba, hata hujavimbewa, lakini ile ya kuvimbewa ni ugonjwa. Lakini ulafi ni roho ambayo chakula kinaweza kikatengwa hapo, si ndio? Sasa mwenye roho ya ulafi anataka ale chote kuliko wote. Hata ale mara mbili kikaisha, yeye roho yake atakuwa nayo, maana ni nia alitaka ale chote kuliko wote. Sasa ile roho ile ndio inaitwa ulafi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile ukuvimbewa unaitwa sasa ni ugonjwa ambao unatibiwa. Ukienda hospitalini unapewa vidonge vya ile hali ya tumbo kujaa, halafu unafanya lakini ile roho ya ulafi inatibiwa kwa neno la Mungu, ili mtu ajifunze kuwa na kiasi, yani ajue kujikontrol, kujimiliki, kujitawala. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu aliyeokoka asiwe mrafi, awe na hali ya utosherevu katika yale anayokutana nayo, ili kutunza neno la Kristo, ili uwe mtu mwaminifu katika njia yako. Yesu asifiwe. Sasa kwenye maonyo haya ni kanisa tunaonywa hali ya ulevi. Ulevi inaweza kawa pombe, ulevi inaweza kawa madawa ya kulevya, ulevi yanaweza kawa maisha ambayo mtu ameyachagua kama ulevi wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa tuwe makini yasiwepo ya kutulewesha, lakini sisi tuwe na neno la Kristo kwa wingi,
ili litusaidie namna ya kusimama, namna ya kuenenda, namna ya kutenda na namna ya kuwajibishwa na maagizo ya Mungu aliye hai. Sema amina yenye afya. Sema amina yenye. Yesu asifiwe sana. Mambo haya mawili ni muhimu tuyatambue hivyo, lakini katika mstari huu tunaendelea kunukuru jambo hili la usumbufu wa maisha. Usumbufu wa maisha. Kuna mtu anaamini anaishi kwa sababu ya jinsi anavyohangaika. Kwa hiyo kuhangaika kwake ndiko kunamfanya aweze kuishi. Lakini kwetu tunayemcha Mungu sivyo. Kwetu tunayemcha Mungu tunatakiwa kutegemea neema iwezeshayo, neema ya Mungu kwa kulitii neno la Mungu, ili tunapotembea, tunapoishi, tunapotenda, neno la Mungu liwe taa ya miguu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mpo wa baba, wa mama mpo, vijana mpo. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Yesu alizungumza kwamba ni nani anayeweza kujisumbua akajiongezea hata kiungo kimoja? Ni nani? Kwa hiyo usumbufu wa maisha usikutishe. Yeye aliyetuumba kwa utosherevu huu ndiye anayeweza kutulisha, ndiye anayeweza kutunywesha, ndiye anayeweza kututangulia, ndiye anayeweza kutudhibitisha ya kwamba sisi tu watoto wake. Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie. Najua tunamaliza mwaka. Tunamaliza mwaka. Kama Mungu hakuyatia mambo mikononi mwako, hata kama ungefanya juhudi namna gani, usingeweza kuyafikia. Wakati mwingine unaweza ukapambana ukayapata, halafu yote yakatoka siku moja, kwa sababu Mungu ndiye anayeweza kumumilikisha mtu amiliki, lakini Mungu ndiye anayeweza kumnyang'anya mtu vitoke. Kwa hiyo kutengeneza uaminifu kwa Mungu ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya mtu anayemcha Mungu. Mwambie jirani yako, hiyo ndiyo kweli. Amen. Amen. Usumbufu wa maisha haya. Unaweza ukawa na maono, kama mkono wa Mungu haujaambatana na maono yako, utakuwa unatembea hapo hapo wala husongi mbele. Unaenda ukifikisha pesa kama kwenye 700,000 ulikuwa unataka 1.5 milioni, ile 700,000 inaporomoka inarudi kuwa 100,000. Unarudi unaenda ukifikisha 700,000 inaporomoka inarudi 50,000. Hivyo sasa Mungu akikupa unashangaa, ukifikisha 700,000 yani linakuja libingo la 500,000. Ukishavuka 1,000,000 na kuambia 300,000 ni haraka. Mungu anaitia mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kumtii Mungu. Maisha yetu kumtii Mungu, kulikubali neno lake liwe taa katika siku za maisha. Utashangaa vitu vinatengenezeka mpaka unaweza ukajiita mwenye akili nyingi. Kumbe ni neema ya Mungu ambayo imenyoshwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu kumnyenyekea Mungu, watu wa Mungu.
Ni muhimu kumnyenyekea Mungu. Ni muhimu sana kumnyenyekea Mungu. Na wakati tunamnyenyekea Mungu, usifuatishe namna ya ulimwengu huu. Achana kabisa, wewe ni taifa lingine. Naona, achana kabisa. Mungu akupe macho, akupe ufahamu, ugundue vikwazo vya mafanikio yako ili uvishinde katika maisha yako. Sema amen. Haya, ngoja niende haraka haraka nimalize. Bwana asifiwe sana. Tupate mashauri ya Paulo katika hili.